kwa ukaguzi wa rais. Sehemu zenu jipange. Kiapo cha Rais Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa wageni waalikwa, ndugu wananchi, mabibi na mabwana, Mheshimiwa Rais mteule wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania sasa anaelekea katika meza ya kiapo. Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba nitatenda kazi zangu za urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa uaminifu na kutimiza wajibu wa kazi hizo kwa bidii na moyo mkunjufu, na kwamba nitawatendea haki watu wote kwa mujibu wa sheria, mila na desturi za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bila woga, upendeleo, huba wala chuki. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba katika kutekeleza madaraka niliyopewa kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nitatetea na kudumisha umoja wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mheshimiwa wageni waalikwa, ndugu wananchi, mabibi na mabwana, tayari Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu ameshakula kiapo na sasa anasaini hati ya kiapo chake.
Ndugu zangu, wote tunaitakia mema nchi hii, tumesikitishwa na kuhuzunishwa na matukio ya uvunjifu wa amani, upotevu wa maisha na uharibifu wa mali za umma na mali za watu binafsi kwenye baadhi ya maeneo hapa nchini, hasa kwenye majiji na miji. Kilichotokea hakiendani na taswira na sifa za Kitanzania na sio Utanzania. Haikutushangaza kuona kuwa baadhi ya vijana waliokamatwa kutokana na kadhia hiyo wametoka nje ya Tanzania. Vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vinaendelea kufuatilia na kuchunguza kwa undani zaidi kilichotokea na kuirudisha nchi katika hali tuliyoizoea kwa haraka. Kamati ya ulinzi ya kitaifa na kamati za ulinzi za mikoa na wilaya, na wataka muhakikishe kuanzia leo maisha ya wananchi yanarejea mara moja. Amesema hapa Rais wa Zambia na Rais wa Burundi. Machafuko ndani ya nchi si mema, hayana bei, hayana thamani na si faida kwa yoyote yule. Kwa hiyo ndugu zangu, niwaombe sana tuzingatie umoja, amani na utulivu wa nchi yetu. Ndugu zangu, nitumie fursa hii kutoa onyo kama mama, kutoa onyo kwa wale wote waliochochea uvunjifu wa amani. Na nawataka watambue kuwa vurugu na uvunjifu wa amani huishia kupimana nguvu na uwezo wa kujihami, ila mazungumzo huzaa mshikamano. Sasa tuchague lenye manufaa kwetu, kwani usalama wa taifa lolote hulindwa na wote kwa nguvu zote na gharama zozote. Ndugu viongozi na ndugu wananchi, kama kawaida kwa nchi zenye mfumo wa kidemokrasia, hualika waangalizi wa uchaguzi kutoka jumuiya za kimataifa na kikanda kuja kushuhudia mchakato wa uchaguzi. Uwepo wao huongeza uhalali wa juhudi zetu za kuhakikisha uchaguzi unafanyika kwenye mazingira ya uwazi, haki, heshima na utawala wa sheria. Kwa muktadha huu, tunazishukuru jumuiya zote zilizoleta waangalizi wa uchaguzi. Kutoka Afrika, tulikuwa na waangalizi kutoka Umoja wa Afrika AU, Jumuiya ya Nchi za Maziwa Makuu ICGLR, Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC na Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC. Pamoja na hao, tulikuwa na wengine kutoka maeneo mbalimbali ulimwenguni. Makundi yote ya waangalizi yameshatoa taarifa za awali na tunawashukuru kwa kuwa nasi, na kwa heshima kubwa tumepokea maoni yao. Hata hivyo, kama alivyowahi kusema Rais wa awamu ya 3 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hayati Benjamin William Mkapa mwaka 2000 wakati akiapishwa kuwa rais, na hapa nanukuu kipande tu cha hotuba hiyo kinachosema: nawashukuru watazamaji wa kimataifa kuja kushuhudia uchaguzi wetu ulivyofanyika. Walipotusifu tumepokea sifa hizo kwa unyenyekevu mkubwa. Tumesikia pia waliodhani hayakwenda sawa, na mengine hata sisi wenyewe tumeyaona. Maagizo ya kutuelekeza nini cha kufanya tumeyakataa. Ushauri wao tutauzingatia ili tufanye vizuri zaidi siku zijazo. Mwisho wa kunukuu. Ndugu wananchi, sifa moja ya mwanadamu ni kutokukamilika. Aliyekamilika kabisa kabisa bila kasoro yoyote ni Mwenyezi Mungu peke yake. Ndiyo maana katika shughuli au harakati za wanadamu tunaunganishwa na mawasiliano, mazungumzo na maelewano. Au kwa maneno mengine, tunaunganishwa na uwepo wa suluhu. Suluhu yenyewe sio suluhu mimi, lakini hata suluhu mimi nitafanya kazi yangu ya kuunganisha taifa.
Kwa hiyo tunaunganishwa na uwepo wa suluhu ya mambo katika jamii zetu. Kama mnavyofahamu, katika kuliunganisha taifa, serikali ya awamu ya 6 tulianza na falsafa ya R4 inayosimamia misingi ya kuzungumza na kuelewana, kuvumiliana, kubadilishana au kubadilisha mwelekeo baada ya maelewano na kuendelea kujenga taifa letu. Tunapoendelea mbele, hatutachoka wala kurudi nyuma kwenye kusimamia yote yanayohusu kujenga umoja na mshikamano wa taifa letu. Ndugu wa Tanzania, mkusanyiko wetu leo hapa sio kwa ajili ya kuwazawadia walioshinda kwenye uchaguzi, la hasha, bali ni matakwa ya kikatiba ya kukabidhiwa dhamana ya kuwa mtumishi mkuu wa taifa katika kuleta maendeleo endelevu kwa maana ya uimara wa kiuchumi, kisiasa, kidiplomasia na kijamii. Ili tuweze kuyatimiza hayo, hatuna budi kuhakikisha tunahimizana umoja na upendo kwa nchi yetu. Tunadumisha amani na kuheshimu sheria za nchi. Kinyume cha hayo, maandamano, vurugu, uvunjifu wa amani husababisha maumivu na havileti manufaa wala faida kwa yoyote yule. Ni wasihi wa Tanzania tuchague hekima badala ya ghadhabu, busara badala ya mihemuko, upendo badala ya chuki, uvumilivu badala ya vinyongo, umoja badala ya mgawanyiko na amani badala ya vurugu. Lakini vile vile ni wajibu wetu kuchagua unyenyekevu badala ya kiburi na huruma badala ya hasira. Taifa letu ni moja na lina nguvu zaidi kuliko mtu yoyote yule. Demokrasia haipimwi kwa nani kashinda uchaguzi, bali kwa jinsi tunavyoendesha mambo yetu baada ya uchaguzi. Tutakuwa na nguvu zaidi pale kila sauti chanya au hasi zitakaposikilizwa, kuheshimiwa na kuthaminiwa, na vile vile tunapoweza kuponya wenye maumivu. Hii si kazi ya upande mmoja wa serikali peke yake, bali ni kwa kila jumuiya za wananchi, vyama vya siasa, dini zetu na kila mwananchi. Na hapa nitumie fursa hii kuwashukuru kwa dhati ya moyo wangu viongozi wa dini waliohimiza amani na upendo katika kipindi chote cha kabla uchaguzi, wakati wa uchaguzi na sasa baada ya uchaguzi, wanavyoendelea kuhimiza amani na upendo. Ndugu zangu, nimeamua kutumia jukwaa hili leo kushukuru na kupongeza kwa kumaliza uchaguzi, kuhimiza umoja na mshikamano wa kitaifa na kusisitiza kwamba Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama taifa ni muhimu zaidi kuliko matakwa binafsi ya mtu yoyote. Masuala ya mwelekeo wa kazi za serikali kwa miaka 5 ijayo na ufafanuzi wa kina wa hatua zitakazochukuliwa kutekeleza dhana ya kazi na utu utatolewa katika hotuba ya uzinduzi wa Bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baada ya kusema hayo, niwashukuru wote kwa kujumuika nasi kwenye tukio hili muhimu na la kihistoria. Nimepokea pongezi kwa heshima kubwa, na sasa safari ya kuwatumikia Watanzania kwa kipindi cha pili cha awamu ya 6 inaanza rasmi. Nawashukuru wananchi wote wa Tanzania na ni imani yangu kwamba tutashirikiana ndani ya safari hii. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Afrika. Mungu ibariki Tanzania. Amen, amen, amen. Asante sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naomba